Karibu katika sehemu ya pili na ya mwisho ya recap yetu, recap inayohusu msitu wa miujiza ambao ukiingia kamwe huwezi kutoka. Sasa katika msitu huu tuliweza kushuhudia mambo kadhaa aliweza kujili, ambapo mwamba Travis aliweza kushambuliwa na haraka sana akakimbilia katika jengo ambalo lilikuwa limetelekezwa ndani ya huu msitu. Sasa wakiwa hapa katika huu msitu, mwamba Carl akawa anamlaumu sana Travis na kumwambia kuwa, kwa nini ulimtelekeza dada yangu, ukamwachia ujauzito na ukaenda zako? Lakini mwamba akasema kuwa alikuwa akimtafuta huyu mwanamke kwa kitambo kirefu sana na ni miezi miwili sasa. Sasa jambo hili kampandisha hasira sana mwamba Carl na kujikuta anaanza kumshambulia Travis kwa kile ambacho anaambiwa, kwani yeye ametoka jana tu eti amekaa miezi miwili. Sasa hapa tunaonyeshwa kuwa ndani ya msitu huu huenda ndani ya siku 2 utakazokuwepo ndani ya msitu huu kule duniani unakuwepo ni miezi kama miwili. Hivyo siku moja ni sawa na mwezi mmoja. Baada ya ugomvi mzito, mjadala uliokuja ni kwamba kanisa linaonekana kwa mbali zaidi, lakini ili waweze kufika pale ni lazima wapite katika eneo hili la majani. Sasa wakaanza kujifikiria, tunawezaje kufika pale pasipo kupita njia ya majani? Wakiwa wanaendelea kushangaa wakamwona mbwa alikuwa anakatisha na kuelekea katika maeneo yale, lakini ghafla alipopita tu katika maeneo ya nyasi, basi akajikuta ametoweka. Kitu hiki kabaki na washangaza sana. Sasa wakati huo Travis alikuwa akishangaa sana kwa ujirani, mwisho wa siku akajikuta kama ameanguka. Sasa mwamba akajitahidi kumwokoa, lakini kama imeshindikana. Baadaye akamshauri dadake na kumwambia kuwa aondoke katika eneo hili kwani kuna mauzauza ya kifo, lakini dada akasema kwamba hataondoka mpaka muone Travis baba wa mtoto wake. Dada mtu akawa anarudi pale alipokuwa ameangukia mwamba Travis, lakini kaka mtu akaingia ndani ya majani ili lengo aweze kulipata lile jengo, lakini ghafla tu Rose akawa amejitokeza na akambana mwamba na kumwambia kuwa anaelewa ukweli mzima kuhusiana na Travis pamoja na dada yake, lakini mwamba hakutaka kabisa kumsikiliza. Mwamba hakutaka kumwacha, mwisho wa siku akawa amembana hapa chini. Hasa dada mtu akawa amemtafuta Travis kwa kitambo kirefu sana. Hapa ndani ya majani wanasikilizana sauti lakini kukutana hawakutani. Mwisho wa siku akaanza kupiga story na mwamba Travis akawa anasema kwamba amefurahi sana kusikia kwamba bidada aliutunza ujauzito, lakini bidada akasema kuwa sio kwamba nilikuwa na utunza ujauzito, lakini kuna familia ilikuwa inamtaka mtoto kule katika Santiago. Hivyo basi nilikuwa nakwenda kuikabidhi familia hiyo mtoto huyu. Mwamba akakasirika na kusema kwamba nitaipata njia na nitakwenda kuishi pamoja na nitakwenda kulea ujauzito huo. Mazungumzo haya akamvuta kiumbe wa ajabu anayefahamika kama Rose katika eneo hili la mapoli. Sijui Kali amemwacha wapi, lakini hapa kama amemkumbatia bidada na kuanza kuminya. Ana mtindo wa kukuminya mpaka upasuke, lakini wakati huu bidada akamchoma na kitu kikali sana mwamba Rose. Huku mwamba hakusikisika kabisa. Wakati huo akaendelea kumongelesha maneno mazuri huku anaendelea kuminya lengo mpasue kabisa, lakini bidada akajitahidi na kuchukua mkasi uliokuwa jirani na hapa akamchoma nao katika uso. Basi mwamba akamwachilia na kuanza kupiga makelele. Ni kama aliruka majivu na ukanyaga moto, kwani mbele yake kutana na watu wa ajabu ambao walikuwa wamejitokeza katika nyasi. Hawa wakambeba na kumnyenyua juu na kumtupa, lakini hapa akaangukia katika eneo lile ambalo kuna jiwe la miujiza, jiwe ambalo mwamba Rose kila anapoligusa anasema kuwa linamuongezea ufahamu na kujua njia ya kutokea. Akajaribu kupiga simu lengo aombe msaada, lakini hali ikazidi kuwa mbaya kwani simu ilikuwa imelowana sana na hakuweza kupiga simu. Akajilaza chali na kuanza kupata maono. Akakumbuka kuwa katika ule mchoro wa jiwe kuna mchoro ambao unaonesha mwanamke anajifungua. Akajua kabisa huu ndio wakati sahihi wa yeye kujifungua. Akasikia sauti ya mtoto aliyezaliwa, lakini kwa bahati mbaya akawa hamuoni. Dakika 2 mbele akaona kuwa kuna watu walikuwa kitokea katika lile jiwe na wanajivuta kuja ardhini. Nikana kwamba mtoto wake alikuwa ndio ufunguo wa kuwavuta watu waliokuwa chini ya ardhi kuja juu. Kwa zoruba hizi mwisho akapoteza fahamu, lakini wakati anaozinduka anauliza mtoto wangu yuko wapi? Kale alikuwa ndio akimhudumia, akamwambia kuwa mtoto anaendelea vizuri, huyu hapa. Kitu ambacho kikawa kinamshangaza bibie, mtoto ametokea wapi wakati nilipojifungua nilikuwa simuoni? Akiwa na njaa kali baada ya kutua mzigo uchungu, basi akawa analishwa chakula na Kali. Basi akafurahia sana chakula hiki na kuona kuwa kilikuwa kina ladha nzuri sana. Akauliza ni chakula cha aina gani, lakini Kali akamwambia kuwa nilikuwa nakulisha majani pamoja na mbegu zake. Lakini bidada hakuamini kwa sababu chakula hiki alikuwa anahisi kina ladha tofauti kabisa na hayo majani na mbegu zake. Alipofumba macho bibie na kufumbua tena, akakutana na mwamba Travis aliyekuwa anakuja katika eneo hili. Hapa bibie akawa anauliza mwanangu yuko wapi? Lakini Travis akamgusa tumbo lake na kumwambia kuwa mbona utafikiri umejifungua? Lakini wakati huo dogo mmoja akajitokeza na kusema kuwa watu wote wameliwa na mwamba Rose, hivyo mtoto pamoja na Kali wote wameuliwa na ulichokuwa unalishwa ni nyama ya mdogo wako Kali. Mwamba Travis akajisikia uchungu sana kuyasikia hayo. Akapiga kelele na kusema kuwa Rose uko wapi, njoo niue na mimi. Lakini mwamba akajitokeza pale pale na ugomvi mzito ukaanza. Akamwangusha Travis katika eneo la tope na hapa akataka kumuua. Dakika 2 mbele akamchoma na kitu kikali sana katika tumbo, jambo ambalo likamsababisha mtoto huyu kupiga kelele na kusema kuwa acha. Lakini baadaye Rose akamkamata mtoto huyu na kumwambia kuwa lazima ukaguse
lile jiwe. Kitu kikubwa ambacho Rose anapambania kwa hawa watu ni kwamba wanatakiwa kuligusa ile jiwe, na tujajua uhusiano kati ya kuligusa ile jiwe na yeye anachokipambania. Dakika za mwisho bibi Vicky akanyanyuka na kumpiga na kitu kizito. Sasa Rose akapoteza mwelekeo. Travis akapata nguvu na kwenda kumshambulia kwa kumgongesha katika lile jiwe mpaka jamaa akawa amepoteza maisha. Basi bwana, akiwa amefanikiwa kumuua Rose, akamfuata mpenzi wake Vicky, na hapa akamwambia tunatokaje kwenda nyumbani. Lakini mwisho wa siku Mwamba akafikiria kuwa ni vyema angeligusa ile jiwe, lakini huyu mtoto akamkataza na kumwambia kuwa kama ukigusa jiwe hili hautaweza kutoka katika eneo hili la nyasi. Lakini Mwamba akaignore, akaenda akaligusa lile jiwe. Mtoto huyu akaogopa sana kwa sababu Mwamba Travis alibadilika na kuwa na tabia kama za Rose. Dogo akaanza kukimbia katika eneo hili la poli. Travis akamkimbiza Dogo na kufanikiwa kumpata. Hapa akamwambia ongozana nami, lakini nakusii kwamba ukawaambie hawa ndugu kuwa hili jiwe linatoa mwongozo wapi njia ilipo, lakini kawaambie kuwa wasije kuwahi kurudi tena katika eneo hili la mapoli. Akambeba Dogo na kumsukuma nje ya shamba. Ghafla Dogo akatokea ndani ya kanisa. Hapa akatoka haraka sana na kuliona gari ambalo lilikuwa ndani yake kuna Vicky na Carl. Akawasii haraka sana na kuambia kuwa mimi ndiye nilikuwa nikiomba msaada. Wakamwambia kuwa sauti tulikuwa tukisikia ndani ya shamba, lakini wewe umetokea nje ya shamba. Wakawaeleza kuwa nilikuwa nikiomba msaada, lakini ndani ya poli hili hampaswi kabisa kuingia. Kumbe matukio yote haya ni matukio ambayo yalitarajiwa kutokea mara baada ya hawa wawili kuingia katika eneo la mashamba. Lakini Carl hakutaka kabisa kumwamini Dogo, kwani sauti alikuwa akisikia ikiomba msaada ndani ya hili poli. Akaamua kwenda kuingia. Lakini wakati huo Dogo akalia sana na kumbembeleza huyu dada na kumwambia kuwa mstopishe huyo jamaa asiingie ndani, kwani nina cheni ambayo nimepewa ili nije kuonesha, ili mtakapoiona muweze kujua nini kitakachokwenda kutokea ndani ya poli. Basi bidada baada ya kuiona cheni hii akafananisha na cheni aliyokuwa nayo, akagundua kuwa vinafanana. Ikatosha kumshtua kakake na kumwambia kuwa huenda huko ndani kuna nguvu za miujiza, kwa sababu cheni nilionayo ndio cheni ambayo Dogo amenikabidhi. Haraka sana kaka karudi ndani ya gari, na hapa akawasha gari na kuweza kutimka katika maeneo haya. Hivi unahisi huu msitu uko wapi? Unahisi hili poli linapatikana wapi? Na kama ukipata fursa ya kwenda kutembelea maeneo haya, unahisi unaweza kujitolea kuingia au inaweza ikawaje? Nikusitu kwamba likapu inayofuata ni kapu bomba zaidi, na kukumbusha pia kuwa unaweza kujiunga ndani ya group letu kwa kugusa link iliyo katika eneo hilo la comment kujua movie ambayo inakwenda kufuata. Lakini pia huko tunapata nafasi ya kupiga kula. Je, ni movie ipi tunapendekeza ianze ama ni ipi ifuatie? Kwa hiyo tunakuwa na movie mbili ambazo tunazituma, kisha baada ya hapo tunachagua. Sasa tuna movie moja ya Kinigeria, lakini pia tuna movie nyingine ya Kizungu. Wewe utakwenda kuchagua ni ipi ifuate mara baada ya hii. Asante sana ulikuwa na mimi, naitwa Jepo. Kisha tumegusa alama subscribe katika channel yetu ili kutokupitwa na kile ambacho tunakuwa tumekuandalia.